Welcome to Kiongozi wa Wanyonge, the voice of the people. Leo inataka kuongelea about my Gen Zs and millennials. Gen Zs, listen to me and listen to me very carefully. Kama hamtakuwa with your own political party towards 2027, I can assure you, forget about good governance. Forget about good leadership on this country. Sababu hizo chama mnataka kujoin, hiyo chama cha UDA, hiyo chama ya ODM, hiyo chama ya ANC, hiyo chama ya Ford Kenya, hiyo chama ya Jubilee Party, hizo chama zote ziko na wenyewe. Those old guards iko na wenyewe. Kama ni Jubilee ni Uhuru Kenyatta, kama ni Wiper ni Kalonzo Musyoka, kama ni UDA ya William Ruto, kama ni ODM ni ya the late Raila Amolo Odinga, na iko na structure na iko na leadership. So these old guards wenye wako katika hizi chama, these are the final men ambao wanaongea. Their decision is final. Kama we ni kijana una join hizo chama, utapatiwa nafasi ya kujiongelelea, utapatiwa nafasi ambao vijana walikutuma waende kutetea maslahi yao. Sababu for example, wewe ni Gen Z, unataka kujoin chama cha ODM in 2027 kuuliza kiti ya MP ama kiti ya MC ama governor. But una pesa ya kutosha, unaogopa nikisimama na vijana watanisupport. So the best way, those old guards wako na vyema zao wanakuattract, sababu wamejua ya kwamba au ma Gen Zs and the millennials, they can decide who can become the president in 2027. Sasa wamekaa in their political class, wamesema ya kwamba hawa vijana katika nchi yetu ya Kenya, wacha tuwalete pamoja. Kama ni ODM chukua vijana, kama ni UDA, kila chama ichukue vijana, and then wawapatie nafasi ya kuombea viti, and then wakisha shinda waende parliament. Hebu jiulize, kama wewe kijana umeshinda katika chama cha ODM, umeenda parliament, and then kuna mswada unataka kupitishwa, kama wanataka kupitisha mambo ya BBI ama wanataka kupitisha mambo ya budget, utakataa au utakataa? Sababu ni gani? You were sponsored by these old guards. Sasa itakaa vigumu kuenda kutetea masilahi ya Wakenya. So the only option you have as a Gen Z and a millennial, tuwe na political party ambayo tunajifund sisi na Wakenya watuchangie pesa. Wakikupea pesa uende kukambinia. We have a structure. Like Morara Kebasa alikuja na political party, inject party, akasema to join. But what did the government walifanya? Walikuja na bloggers, wakakuja na government machinery. Mtu ako na account kama 5, anakuja kwa account ya Morara, ana frustrate, anatoa comments mbaya mbaya, and then unapata mtu ana give up. Hakuna serikali itakubali. Hakuna government in the whole world itakubali ya kwamba vijana watatoka nyuma wa take over the leadership. Itakaa vigumu. Ndio maana tunajaribu kuambia vijana, kuja na political party, kama ni inject party ama political yoyote ikuje. The other day nilisikiza Morara Kebasa akisema alijaribu kuregister inject party, but what did the government do? Ilikataa. Kwa nini ilikataa? Ilijua kwamba wakisha register hii political party itakaa na movement katika nchi yetu ya Kenya. Vijana wengi wataenda huko, and then Wakenya watawachangia. Wakishinda political party wataenda kuchange how this government is being governed kwa nchi yetu ya Kenya. And then wakaenda kwa political party registry wakakataa. Hiyo ndio ilikuwa political party. Alafu wakaambiwa ya kwamba hakuna constitution inaallow vijana peke yao kuregister political party. Lazima ikae na wazee na kina mama na vijana. Unaona vile serikali inatupangia? So wazee ni hawa old guards, lazima tuingie mavyama zao. So if we want to change this country as Gen Zs, wacha tuige mifano ya kina Babu Owino, akina Peter Sarashia, akina Edwin Sifuna. For example, wacha nikupatie example ya Edwin Sifuna. Ni mtu mwenye akili yake iko sawa. Ana defend the right of the people. Ana defend is the voice of the people. But realistically ako katika chama cha ODM. But chama cha ODM kiko kwa broad based government. Sasa
akijaribu kupiga vita serikali, anaonekana kama yeye ni msaliti katika chama cha ODM, sababu ni mfungwa katika chama cha ODM. Yeye ndio secretary wa ODM na anastahili kuongea. Is supposed to speak for the ODM party. So in other words, Edwin Sifuna amefungwa katika chama cha ODM na hawezi toka huko, sababu akitoka huko Wakenya hawatamfund ili aweze kushinda kiti ya useneta katika Nairobi. Mwangalie mtu kama Babu Owino. Ni kijana mzuri, ako na ideas, anataka kuuliza kiti ya governor katika Nairobi. But what is the ODM party inamfanyia? Inamnyima kiti ama inamlima tiketi ya ODM aweze kuuliza katika Nairobi governor. Unaona sasa vile hii kazi inafanya? Sababu already the government and the ODM wako na mtu wao ambaye anaenda kuuliza kiti governor katika Nairobi. Ndio maana Babu Owino alianza kubuild his own political journey kwa kusema ya kwamba mimi sitakaa na ODM, kama wata ni support niulize chama kiti ya governor. Now are you seeing the repercussions? Sasa kama vijana nataka kuwahimiza, 2024 July tulienda kwa street tukasema Ruto must go. Ruto must go ilikuwa momentum, ilikuwa movement ya kusema ya kwamba serikali imekandamiza Wakenya na lazima itaenda nyumbani. But government ilikuja ika neutralize hiyo movement ya William must go. It's high time for Kenyans we create a change movement yenye itakuja, yenye iko focused, yenye inakuja kurefresh the leadership and bringing a new generation of leaders in this country. Lastly, young generation, tulikuwa tuna demand about accountability and transparency. Tulikuwa tuna demand about economic opportunities. Tulikuwa tuna command about youth inclusion in decision making. But government ilifanya nini? These old guards walikuja wakakataa. It's high time for youth to deal with these old guard schools. It's high time to sema ya kwamba these old schools politics, they should now demand from them a new generation. All the leaders promise jobs, but as young generation, as young Gen Zs and millennials, we demand power. Now Kenyans, people think that youth can change Kenyan politics for good. If you think that youth Kenya can change this Kenyan, comment below and share this video with someone who needs to hear this. Lastly, wa Kenya, tusimame imara, tusupport vijana wenzetu. Tujue ya kwamba this country belongs to us. This country does not belong to individuals. Youth take over. Can they change Kenya? Big old guards versus young guards. Who will win this fight? Hashtag Kenya politics. Hashtag youth leadership. Hashtag Gen Z rise. Hashtag 2027 election. Your vote matters a lot. Let us build Kenya. Na hii Kenya ni yetu, and there's nowhere we can find a very beautiful home like Kenya.